Askofu mkuu wa kanisa la ABC Afrika ya Kati, Kusini na Finland, Dr. Timothy Ndambuki amebaini kuwa kanisa haliwezi jiondoa katika masuala ya siasa, kwani jukumu lao ni la kuangazia yanayotendeka serikalini. Usemi wake unajia baada ya aliyekuwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuwataka viongozi wa makanisa kuwaongoza waumini masuala ya kiungu na wasijiingize kwenye siasa. Wakati huo huo, askofu wa kanisa Katoliki jimbo la Mombasa, Martin Kivuva, amesema kanisa halifai kulaumiwa kuhusu matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2022. Baada ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuwataka viongozi wa kidini kuangazia jinsi ya kuwafunza waumini masuala ya kiungu na kutojiingiza kwenye siasa. Todo inyuĩ nĩ mwacangĩirie kĩpindi kĩnene mũno gĩa gũtwara andũ aitũ njĩra ĩtagĩrĩire. Nĩguo ndiũĩ nĩ gĩtũmi gĩkĩ mwarĩ nacio nĩ cianyu, no ndamũhoya tigai gũte kĩrĩndĩ gĩkĩ. Nĩguo kĩrĩndĩ gĩkĩ rĩ kĩrenda mũmatongorie ngoro na kĩroho. Sasa askofu mkuu wa kanisa la ABC Afrika ya Kati, Kusini na Finland, Dr. Timothy Ndambuki amejitokeza na kusema kuwa kanisa haliwezi kujiondoa kwenye siasa, kwani ni jukumu lao la kuangazia utendakazi wa serikali. Mambo ya siasa kwa kanisa, mtu akisema ati tutoke kwa siasa. Sasa tukitoka kwa siasa tutakaa kama bubu. Siasa yetu inaingilia kuleta upatanisho, kuleta uelewano, na siasa yetu inaingilia tunapoona bad governance. Tunaingilia kwa sababu ni jukumu letu na tumepewa na Mungu katika Biblia ili tuwe watchman. Kwa hivyo kanisa linafanya oversight. Na huwezi kufanya oversight na ukiwa hekima. Askofu wa kanisa Katoliki jimbo la Mombasa, Martin Kivuva, pia amekana usemi kuwa waliwapotosha Wakenya kwani hawana uwezo wa kuwashawishi Wakenya wote, akiongeza kuwa hongo katika siku za kampeni ndizo huwa zinatawala na haipaswi kiongozi kutoa hongo ili achaguliwe. Rais wetu mstaafu, watu wa dini, mimi nilikuwa ni mmoja wao. Niligonga ofisi yako nikakuuliza, vipi, mbona? Ukasema unasikitika. Ndio, unasikitika, lakini sio mimi niliyechagua watu wote, ni watu wote waliochagua. Na tukasemezana kwamba tulikubaliana aliyeshindwa aende kotini, na wakaenda kotini. Koti si yetu, koti yenu nyinyi viongozi, na koti ikaamua in a certain way. Sasa tusemeje? We let the rule of law prevail. Ubaya ni kwamba wengi wetu uhongwa, corruption huanzia hapo, na hata si jambo geni. Wameanza mahala fulani, wanainga na mwaga pesa. Zile pesa zina nini? If you want me to vote for you, you don't need to bribe me. Aidha, msemaji wa serikali Daktari Isaac Mwaura amemkosoa rais mstaafu Uhuru Kenyatta, akibaini kuwa utawala wa Rais William Ruto ni bora na hamna rais aliyeweza kuyatenda aliyoyatenda Rais Ruto. Na katika miaka mitatu yale maendeleo ambayo Mheshimiwa William Ruto ameweza kuyafanya hayajawahi kufanyika tangu uhuru. Hakuna rais yoyote ambaye amefanya. Zablon Macharia, Undugu TV.